Wanafamilia, kwa hiki ambacho kimetokea, mimi nirejee kwenye maneno matakatifu ambayo yapo ndani ya vitabu vya Qur'ani yetu tukufu na katika Biblia vile vile. Kifo katika Qur'ani kinaelezwa kama mabadiliko ya hali na sio mwisho wa maisha, yaani mwili hutenganishwa na nafsi. Na katika Qur'ani hiyo inatuambia kwamba ili mradi umekubali kuzaliwa, basi lazima utakufa. Isipokuwa kifo kimetafsiriwa kama mawaidha kwa sisi ambao tunabaki huku duniani bila kujali itikadi zetu za dini zetu na za siasa zetu. Kimetafsiriwa kama mawaidha, na ndani ya Qur'ani ziko zana muhimu za kifo zimewekwa. Mashehe wetu watakubaliana na mimi na viongozi wetu wa dini ya kwamba ni mtengano wa nafsi. Kifo huchukuliwa kama wakati ambapo malaika wanachukua roho kutoka kwenye mwili, lakini vile vile tunasema ni hakika isiyoepukika, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kwamba kila nafsi itaonja mauti. Lakini katika mtenganisho wa nafsi na mwili tunasema ya kwamba unakwenda katika ulimwengu wa barzakha, kwa maana ni pazia kati ya ulimwengu huu na ufufuo. Lakini vile vile wanasema kifo ni mauti ama wafati. Qur'ani hutumia neno mauti, kifo cha ghafla au ajali. Kifo cha Semeni kilikuwa ni kifo cha ghafla, tunasema ni mshtuko wa moyo. Alikuwa ameamka salama salmini na kwenye shughuli zake za kawaida za kijamii, akiwa anazungumza na watu mpaka wengine hawaamini kilichotokea, na alikuwa akisisitiza michango ya shughuli ya kijana wake, na wako waliotuma michango wakiamini watakutana naye siku ya shughuli. Lakini tunasema kifo ni nini? Ni mauti ama wafat. Lakini mwisho tunasema ni mawaidha, ya kwamba kinakumbushwa ili kuwatahadharisha wanadamu kuacha maasi na kufanya matendo mema.